kutokana na hali hiyo ambayo imekuwa ni ya kuruga uchaguzi tangu 2016 mpaka sasa, viongozi wa dini kwa kweli wameona wakemee kwanza hayo maovu, alafu waitake serikali, sio kuiomba, waitake na sio kuishauri, waitake, sababu sheria ziko wazi, sheria zimewekwa, ziheshimiwe, kuwe na utawala wa sheria na watu waheshimiwe, kwa sababu raia ndio anapoweka kura yake, ndio nguvu yake ya kuitawala nchi yake. Sisi kazi yetu kama kanisa ni kukemea uovu, kuiba kura za wananchi, kupeleka kura zisizo halali, feki, kumtangaza mtu ambaye hajapata kura nyingi na mwache nyingi. Huo ni uovu na ni kazi ya shetani, sio kazi ya Mwenyezi Mungu. Na Watanzania wote hawajakubaliana hilo katika sheria zao. Tunachoiambia serikali, heshimu sheria, fanya amri za Mungu zinavyodai. Uzuri Tanzania kuna dini za kimila, kuna Ukristo, kuna Uislamu. Katika dini zetu hizo zote tunakubali kwamba Mungu anaagiza maovu haya, na haya yote yaliyotamkwa ni maovu. Na hapo hamna siasa, tunasema maovu haya yaachwe. Hatujawaambia wamchague huyo, wachague chama hiki. Tutakaposema chagua chama hiki acha chama hiki, hapo ndio tutakuwa tumeingia kwenye siasa. Lakini tunaposema acha kuiba kura za mwenzako, acha kuvuruga kura ya raia aliyempigia huyu, ihesabu pale pale, na usipoihesabu pale, huo ni uovu, ni ushetani, ni dhambi, na lazima iachwe. Na huyo mtu anayefanya hivi anajua kabisa atawajibika mbele ya Mwenyezi Mungu. Unasababisha watu wanauawa, unasababisha watu wanatumia muda mrefu kupanga foleni kupiga kura, alafu wewe unajua umeshapanga watu wako. Wabunge wamesema watachaguliwa, wewe unaweka wako unaowataka. Sasa hiyo sio mlichokubaliana kitaifa. Kwa hiyo hapo hamna cha siasa na dini, ni kueleza watu tenda kadri wananchi mlivyokubaliana kama nchi, na vile vile heshimu maamuzi ya wananchi. Kuambia waheshimu maamuzi ya wananchi, sio hatuwezi kuwaomba ruhusa wao. Sisi tutasema, hawapo kutufundisha sisi tuseme nini wao tuseme. Sisi kazi yetu ni kukemea maovu na kuonya wanaoyafanya wayaache. Naamini umemsikia vizuri Askofu Kitima. Tena utakuwa umemuelewa kwa kile alichokizungumza. Naamini amezungumza kwa urefu na kwa upana, hata kwa hisia sana juu ya haya yanayoendelea nchini. Usema kweli, hakuna raia wala hakuna mtu yoyote ambaye anayejua haki basi akaendelea kufurahia hiki ambacho kinaendelea Tanzania. Yaani wengi wanaona kwa nini tukiingia kipindi cha uchaguzi tunakuwa kama vile tuko vitani. Yaani uchaguzi ambao tunaambiwa wa amani hauwi kama ambavyo tunavyotamka. Yaani amekuwa mambo ni mengi, watu wanauawa, watu wanatekwa. Yaani kunakuwa na vurugu fulani hivi ambazo sio nzuri, na huku wengi wakiona kabisa kuna sehemu watu wanakandamizwa, hususani chama cha Chadema kuonekana kama vile kina kitwa sehemu fulani, yani kinavunjwa nguvu ili tu kisiweze kuwa na ile power ya kuweza kuendelea na uchaguzi. So nikawa nimekusogezea hiyo sauti ya Askofu Kitima akiwa anazungumza, lakini mazungumzo yake direct yanahusu ile hotuba ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliwaomba watu wanaohusiana na masuala ya dini kuto kujihusisha na siasa. Yaani kama wewe ni askofu, shehe, mchungaji, padri, basi usijihusishe na masuala ya siasa. Sasa hii ndio iliweza kuibua hisia ambazo unaziona sasa hivi baadhi ya maaskofu na mashehe wakiweza kuja na kuweza kuwaka. By the way, wako sawa serikali, lakini pia wako sawa mapadri na mashehe, yani watu wa dini ama viongozi. Wenyewe wanasema kwamba nchi inapopitia changamoto wanatafutwa viongozi wa dini kwa ajili ya kuliombea taifa litatue changamoto 2-3. Lakini pia yanapotokea masuala ya miungano, sijui masuala ya vitu vingine, mikutano huwa mnawaita wachungaji, mashehe kuombea mikutano ama kuanza kwa maombi. Je, pale huaga hawaanzishi vurugu ama hawahamasishi vurugu. Kwa hiyo ni kama vile wamehisi kubaguliwa, ndio maana unaona wengi wanaongea kwa nguvu, wengi wanaongea kwa hisia. Hiki kilicho tokea ni kama tu kuwavunja nguvu pia maaskofu, mashehe na watu wa dini wote ili wasijihusishe na siasa. So hii ni vita tu ambayo inaendelea chini kwa chini. By the way, ni vita ambayo ni vita baridi, yani vita ambayo haina madhara kwa aina yote tu, yani ni vita ya mdomoni, huku ikihusisha baadhi ya watu ambao wenye msimamo mkali na masuala ya kidini, lakini pia na watu wa siasa. Je, wewe unaona ni kweli kabisa wako sahihi maaskofu na mashehe kuweza kuingilia masuala ya kisiasa? Lakini tukumbuke kwamba Wakristo wanasema kwamba mwanasiasa wa kwanza duniani alikuwa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo
Wao wanaamini hivyo na wanaendelea kuamini hivyo. Kwa hiyo bwana, mimi acha tu niishie hapa, ila cha msingi wewe achia comment hapo kweli utuambie kile ambacho wewe una feel kwamba wanasiasa ama watumishi wa Mungu, kumrazi wachungaji, mashehe na mapadri kuambiwa wasijihusishe na siasa, wametengwa na kubaguliwa? Drop comment section noma. Bye bye. So subscribe, like, comment na kushare.